Lakini kwanza ni taarifa za habari, nami Isabela Mwagodi. Polisi wamemkamata mwanamume mmoja kwa tuhuma za jaribio la mauaji baada ya wanaume wawili wa Kiyahudi kuchomoa visu huko Golders Green kaskazini mwa London. Waathiriwa wanaendelea kupokea matibabu hospitalini. Shirika la usalama la jamii ya Kiyahudi linasema lilimzuia mwanamume aliyekuwa akikimbia kwenye barabara kuu akijaribu kuwachoma visu raia wa Kiyahudi. Polisi walitumia bunduki ya umeme kumkamata. Wanajaribu kubaini asili na uraia wa mshambuliaji huyo na ikiwa alitekeleza kisa hicho peke yake. Hili ni shambulio la hivi karibuni katika mfululizo wa mashambulizi ya kikatili dhidi ya jamii za Kiyahudi nchini Uingereza. Waziri Mkuu Keir Starmer alisema shambulio hilo linatia wasiwasi mkubwa. Tukio hili sasa limetangazwa rasmi kuwa ni shambulio la kigaidi. Vikosi vyetu vya maafisa waliobobea vinafanya kazi pamoja na polisi wa Metropolitan ili kuendeleza upelelezi huu kwa haraka na kubaini hasa nini kimetokea. Na moja nyanja za uchunguzi ni ikiwa shambulio hili lilikuwa limelenga makusudi jamii ya Wayahudi jijini London. Ripoti inaungwa mkono na Umoja wa Mataifa inasema kuwa mgogoro nchini Lebanon kati ya Israel na Hezbollah umeacha takriban robo ya idadi ya watu wakikabiliwa na njaa kali. Zaidi ya watu 1.2 milioni wanatarajiwa kukabiliwa na hali mbaya zaidi ya kibinadamu katika miezi ijayo. Ripoti hiyo inabainisha kuwa mapigano, kuhama kwa watu kutoka makazi yao na kupanda kwa bei za chakula vinatumbukiza familia nyingi zaidi katika hali ngumu kiuchumi, hasa katika maeneo ya kusini. Mashambulizi yameendelea licha ya kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na serikali ya Lebanon. Shambulio la Israel huko Bint Jbeili kusini mwa nchi hiyo limeua watu wawili akiwemo mwanajeshi mmoja wa Lebanon. Unaendelea kusikiliza taarifa za habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mahakama nchini Afrika Kusini imemtoza faini mtoto wa mwisho aliyekuwa rais wa Zimbabwe Robert Mugabe na kuamuru afurushwe nchini humo mara moja kwa kosa la kuwepo nchini kinyume na sheria na kutishia watu kwa silaha. Taarifa zaidi na Roncliffe Odit. Belamine Mugabe alikiri makosa yote mawili na kutozwa faini ya dola 36,000. Mshtakiwa mwenzake Tobias Matohodze alihukumiwa kifungo cha miaka 3 gerezani kwa jaribio la kumuua mfanyikazi katika nyumba ya Mugabe iliyopo Johannesburg, pamoja na mashtaka mengine mawili. Wanaume hao wote wawili walikamatwa mwezi Februari wakati polisi walipoitwa katika nyumba ya Mugabe iliyopo katika kitongoji cha kifahari cha Hyde Park, Johannesburg. Mfanyikazi mmoja alikuwa amepigwa risasi katika makazi hayo kufuatia mzozo. Silaha iliyotumika wakati wa ufiatuaji huo wa risasi bado haijapatikana. Belamine Mugabe ni mtoto wa mwisho wa Robert na mke wake wa pili Grace Mugabe. Robert Mugabe alifariki dunia mwaka 2019 baada ya kuiongoza Zimbabwe kwa miaka 37 kabla ya kuondolewa madarakani mwaka 2017. Somalia imesema kwa vikosi vyake vya jeshi vimeua wanamgambo 22 wa Al-Shabaab akiwemo kamanda mmoja katika mkoa wa Shebele ya chini nchini humo. Waziri wa ulinzi amesema kuwa operesheni hiyo ilitekelezwa kwa msaada wa shirika wa kimataifa na ilihusisha mapigano ya ardhini pamoja na mashambulizi ya anga. Kamanda huyo aliuawa alikuwa na sifa mbaya ya kuhangaisha na kuwatesa raia. Serikali ya Somalia inaendelea kukabiliana na changamoto za kiusalama za muda mrefu kutoka kwa makundi yenye msimamo mkali. Maandamano dhidi ya wahamiaji haramu yanafanyika katika mji wa Johannesburg nchini Afrika Kusini. Mamia waandamanaji wanaimba na kupiga kelele huku wakitembea katikati ya miji kuelekea ofisi za serikali ya jimbo. Maandamano hayo yaliandaliwa na kikundi kinachopinga wahamiaji yamesababisha hali ya wasiwasi katika taifa hilo, huko rais wa taifa hilo akionya dhidi ya kusababisha hofu kwa wageni. Naam, unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Somalia imesema kuwa vikosi vyake vya jeshi vimeua wanamgambo 22 wa Al-Shabaab ikiwemo kamanda mmoja katika mkoa wa Shebele ya chini nchini humo. Mtazamaji, samahani kwa itilafu hiyo. Unaendelea kusikiliza taarifa za habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC tukikamilisha katika awamu hii. Naam, taarifa ya habari za dunia imesomwa na Isabela Mwagodi. Matangazo ya Dira ya Dunia
yanasikika kupitia FM Nairobi na Mombasa ni 93.3, Nakuru na Kisumu ni 88.1, nchini Tanzania tegea sikio kupitia Loliondo FM, Abud FM na Classic FM, nchini Uganda ni Voice of Muhabura, Radio Paidha na Radio Kitara, nchini Kenya ni Mwenedu FM, County FM na Most FM. Na ukiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kuyategea sikio matangazo haya msikilizaji kupitia Radio Muungano Beni na Aliza Del Radio, lakini pia unaweza kuyapata kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili. Ukiwa kwenye ukurasa wetu wa Facebook unaweza kutuachia maoni yako, tukipata nafasi bila shaka tutayasoma maoni hayo. Karibu tena msikilizaji, mimi ni Karorobi nikiwa Nairobi na mwenzangu ni David Nkia akiwa Dar es Salaam. Kwema huko ama bado kwanyesha? Huko kwema, leo hakujanyesha, sijui Nairobi. Manyunyu hapa na pale, lakini tunashukuru. Na bila shaka karibu sana msikilizaji popote pale ulipo. Tunaanzia huko Mashariki ya Kati ambapo ripoti inaungwa mkono na Umoja wa Mataifa inasema mzozo wa Lebanon kati ya Israel na Hezbollah umeacha karibu robo ya wakazi wake wakikabiliwa na njaa kali. Zaidi ya watu milioni 2 wanatarajiwa kukabiliwa na changamoto kubwa katika miezi michache ijayo. Ripoti hiyo inasema kwamba mapigano, kuhama na kupanda kwa bei ya chakula kunasababisha familia nyingi kuingia katika hali ngumu ya kiuchumi, haswa kusini mwa eneo hilo. Mashambulizi yameendelea huku shambulio la Israel katika eneo la Beit Jibel kusini mwa jiji hiyo likiwa limeua watu 2 wakiwemo mwanajeshi wa Lebanon. Zaidi na Isabella Magodi. Waziri wa afya wa Lebanon amesema kuwa watu hawa 3 walikuwa wakitoa huduma za dharura wanaotoka katika jeshi la ulinzi wa raia na walifika eneo hilo kuwasaidia waliojeruhiwa na shambulio lililotokea hapo jana katika mji wa Majdal Zone. Watatu hao walikuwa chini ya vifusi na baadaye kuripotiwa kufariki katika shambulio jingine lililolenga eneo hilo. Israel haijatoa maelezo yoyote kuhusu kuwalenga wahudumu hao wa afya na kutumia mbinu ya kijeshi maarufu double tap, ambayo shambulio la kwanza hufanyika na kufuatiwa na jingine kuwalenga raia na timu ya uokoaji. Inadaiwa Israel imekuwa ikitumia mbinu hii nchini Lebanon na eneo la Gaza. Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yanasema kuwa mashambulizi ya makusudi dhidi ya wahudumu wa afya yanahesabiwa kama uhalifu wa kivita. Huku hayo yakijiri, wanaume 2 wamedungwa kisu katika barabara ya Golders Green kaskazini mwa mji wa London, huku mwanamume mmoja alibeba kisu akionekana akikimbia katika barabara hiyo akijaribu kuwadunga kisu watu wa asili ya Kiyahudi eneo hilo. Shirika la usalama la Wayahudi la Shomrim ilisema waliingilia kati na kumkamata mshukiwa ambaye alisimamishwa na polisi. Wanaume hao 2 waliodungwa kisu kwa sasa wanapokea matibabu. Isabella Mogodi, Dira ya Dunia, BBC. Bei ya mafuta imepanda maradufu kwa takriban dola 115 kwa pipa kufuatia ripoti kwa Marekani inapanga kuendelea kuzuia meli kuingia na kutoka katika bandari za Iran. Hayo yanajiri wakati Rais wa Marekani Donald Trump akisema kuwa Mfalme Charles anaamini Iran haipaswi kamwe kuwa na silaha za nyuklia na kusema kwamba anakubaliana naye katika hilo. Hotuba za dhifa chakula cha jioni kati ya Rais Trump na Mfalme wa Uingereza zilijaa maelezo kadhaa kutoka pande zote na urafiki kati ya nchi hizo mbili. Hilo lilionekana kuiwafurahisha wanadiplomasia wa Uingereza na kusaidia kurekebisha ama kufufua mahusiano kati ya Marekani na Uingereza, lakini kulikuwa na wakati ambapo kulikuwa kunaibuka maswali kadhaa kama